Ni siri gani hiyo Zawadi? Kumbe mama ana Ni mjomba wewe, siku zangu mpaka kwa zinachelewa. Yaani tulikuwa tunakuongelea sasa hivi hapa. Nilikuwa namwambia bwana yule ndugu yangu, yaani yule anapokuwa muoni vile sasa mimi ndo muoniwa. Alafu una namba. Rafiki mapepe. First time unakuona una lasi nini nikakuchukulia baharia mtu wa imani. Kumbe mapepe mwanetu unafuga lasi ili upate mademu wa kizungu au sio? Sasa sele si vitu vya kunipanga tu mtu mbili geto tukaongea nini au sio? Kwa hiyo mwenyewe una bonge la geto hilo au sio? Sela hujatembea? Hujatoka bado? Tembea Sela ukaone. Si tushaishi East huko. Shaishi shapigwa na jokofu maji moto maji baridi Sela. Wewe hapa godoro umetupa chini Sela unajikuta una geto. Wewe nini wewe mbovu wewe? Unasikia mjomba? Mimi katika hili naomba pia unielewe. Huyu bwana leo sawa ana ahadi yake, tena ahadi kubwa tu. Mwanamke kamsumbua. Mwanamke kahangaika, kala zake, kala nauli. Huyu bwana kala kalanga sana. Mimi nilikuwa namsikia usiku anavotafuna kama panya. Sasa anasemaje mtego wake umenasa leo. Mwanamke wake anakuja. Kwa alikuwa anaomba kama vipi? Wewe lala pale kwenye kochi. Semaje mjomba? Ade kaka. Zawadi, mbona umevaa mavazi yako mpaka muda huu? Ina maana unafanya kazi mpaka sasa hivi? Nilikuwa namalizia tu kufuta meza sebuleni. Oh. Okay. Unaweza kuketi tuzungumze. Usiogope. Jiachie. Sogea. Nasema angusha pale kwenye kochi, mwache mwenzio kidogo naye afaidi leo. Mjomba usiniletee dharau mjomba. Yaani mjomba mimi nikunje pale. Wewe vipi Sela? Sikiliza, umeona wewe mamgwani wewe? Yaani wewe mamgwani tunaishi naye. Wewe vipi Sela? Yaani chukua mimi nikunje pale afu wewe. Mimi mwenyewe. Mwanangu mwenyewe nimetoka kwenye ukame Sela. Sasa mjomba, mimi mjomba nimetumia hela zangu mjomba, mwenyewe nimejiwekeza kala nauli zangu mjomba, leo ndo anakuja daka nichinje tena. Alafu mjomba tuwe wawili kweli. Wewe vipi Sela kizuri kula na nduguyo Sela unataka kukaza? Wewe vipi alafu vitu vingine sometimes unatoa kodi mapema. Mjomba, huyu kodi kashatoa, huyu adaiwi. Wewe sikiliza, mimi nampanga harakati zingine ujue. Sikiliza mwanangu, kwa hiyo vipi ushampangilia mchongo wa nini, mchongo wa msosi? Yaani kwenye swala msosi hapo kusema ukweli bwana bado. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri yake jana nikachukue mazagazaga tuje tutoe kitu. Sasa sikiliza ankoli sasa. Hapo nyewe vipi shangazi? Mwambie basi akinistendia mimi ajaze kuna mgeni anakuja, si unajua? Maana hapo nyewe nimepita na nimechungulana kuna mzigo hapo. Kuna kitu umeona? Mayai hayo. Kaka. Kaka. Hayupo. Hata wewe shemeji pia. Samani kidogo.
shemeji saizi? Samahani shemeji kwa kuamsha saizi, lakini mke wangu nampigia simu mpaka saizi hapokei, na ukizingatia saizi ni usiku mkubwa sana na sio kawaida yake kabisa. Sasa nilikuwa naomba msaada mmoja, kama utojali, naomba unisaidie kumpigia simu. Shemeji, sasa wewe mumeo akupokelee, vipi nikimpigia mimi? Si ugombanishi huo? Wala hakuna shida shemeji, sio ugombanishi huo. Wewe mpigie tu na imani atapokea. Nataka tu nijue vipi usalama wake. Hapana, wewe zungumza naye tu wewe mwenyewe, hamna shida. Shemeji, ungeongea naye? Hapana shemeji, wewe zungumza naye tu, afu weka loudspeaker hapo tumsikie. Shosti vipi? Poa, niambie shogangu. Safi, upo wapi? Usiniambie mlemavu kashakuja hapo kukusumbua. Mayai yangu hayo mjombayo. Tafadhali. Jomba nao unapenda kula vizuri wewe. Sawa mwanetu ndio hivyo, sometimes sio hauni, tunaishi tu maisha kweli. Hujatembea nini sela? Fanya mpango kaone, au sio? Sema ndio hivyo mwanetu, sasa unachangamka sometimes. Mapepe. Oa mjomba, fanya hivyo. Umenipo geto mwanangu. Sio vitu vya kukunja, unasemaje? Sasa umemsikia hapo? Eti kishawali kikija, mwishi nacho. Wewe unakuaje? Sasa ndo mambo gani haya? Yaani mimi nilipe kodi afu bado ninyanyasike kwenye chumba changu. Kweli hiyo haki? Unasikia wa Morogoro? Wa Morogoro. Mimi nikuombe. Nikuombe kabisa. Mimi namjua mjomba wangu. Sauzi shamfuruga. Sauzi shamfuruga kabisa. Cha msingi huyo mwanamke akija, wewe mwachie. Mwachie lale naye tu, mwachie. Kwa sababu gani? Atakuchoma visu huyo. Atakuchoma visu, mimi namjua. Box ile talisha nani kila kitu, hamna kitu kichwani. Wewe mwachie, msusie tu. Njoo ulale kwenye kochi hapa. Sawa? Pole. Najua inaumaga hiyo. Chumba chako kilala tu pale. Sawa? Wewe, hebu shika dabu yako pumbavu. Mlemavu nani? Na kupigia simu yangu upokee, maana yako nini? Kwa sababu simu zako nilikuwa sizioni. Hivi wewe Tasha, wewe una akili gani wewe? Yaani kuchelewa tu kidogo imeshakuwa matangazo ya vifo tena. Umemwamshia utatu wa kazi gani? Ili ajue kama mimi nimechelewa kurudi au? Nani unamwambia maneno kama hayo? Nakuuliza, nani unamwambia maneno kama hayo? Unajizima data? Usisahau mimi ni mume wako. Alafu unakuja unaongea pumbavu kama huo. Simu yangu upokea, anakupigia rafiki yako unapokea, unakuja hapo unaongea ujinga. Alafu usinichukulie poa kwa sababu hivyo unavyoona nitakupiga. Yaani nitakupiga. Nini? Temeni. Usifanye hivyo. Si mwende mkamalizane chumbani. Saizi usiku shemeji yangu. Una ume gani bwana wewe? Hapo ulipo una mbele una nyuma. Yaani upo tu. Kaa upepo kisulisuli. Hivi wewe kama kweli ungekuwa unajitambua, mimi ningekuwa nakutafutia wewe. Kula yako hapo ulipo uijui, vaa yako hapo ulipo mwenyewe uijui. Mpaka mimi ndo nikuzingatie. Nimetoka kujitafuta huko kwa wanaume wenzio, unakaa unaanza kubwata ndio nini sasa? Wewe si ushamba huo. Sikia Tasha nikwambie, unikome. Tena unikome kama bibi yako ilivyokomaa hiyo, hutokutembea. Unikome Tasha. Ninapotoka mtoto wake kukutafutia huko, sio kama sina akili timamu, najitambua vizuri sana. Nikulishe tumbo lako hilo, unaona chooni unakunya kule ovyo. Unadhani mimi nalizika navyo? Wewe mbona unakosa haya wewe? Jitangaze basi kwa majirani kwamba Kendi ananilisha mimi. Mbona jitangaze? Wewe kelele wewe. Ina maana wewe huduma ambazo unanipatia mimi mume wako, unakuja unatangaza unaongea ujinga kama huo? Kama ungekuwa utaki mimi niongea ujinga, usingetoa hizo ngwala zako huko ndani kuja kumwamsha tatu, kumwambia mimi nimechelewa. Kwa na maana gani sasa? Je, nikwambie wewe mlemavu? Naomba talaka yangu. Nini? Wewe si utumie akili.
Yaani nikulishe, nikuvishe, nikutafutie hela, nahangaika huko nasulubika, lakini bado dishi lako halifanyi kazi. Naomba talaka yangu baba. Wewe unaningangania mimi sikutaki, nataka talaka yangu. Wewe kutamka maneno kama hayo leo? Nisikize kwa makini. Mimi naitwa Tasha, mjukuu wa mzee Mtauka. Najua kuoa, sijui kuacha katika maisha yangu yote. Hawa pumbavu wanakufanya urudi saizi nyumbani ndo wanaweza kukuacha. Sio mimi. Toka nyumbani kwangu sasa hivi. Toka wewe pumbavu. Shemeji. Usifikie huko. Tatu, usiongea hata sana shoga yangu. Mimi ndiyo naondoka. Sasa kwa nini nganganie? Mimi naondoka ndiyo. Wewe vipi? Wewe. Shemeji. Mimi naona nenda kapumzike. Na mimi niende nikalale. Sinaona usiku. Hapana shemeji. Wewe tangulia, nenda kalale. Chukua ya kwenda kujitambulisha ukweni. Oh. Asante sana. Japokuwa mambo hayajaenda vizuri kama tulivyopanga. Ndio maana mama alirudi na hasira Alafu mbona haujarudi naye nyumbani mama? Kuhusiana na hilo niliamua tu kwenda sehemu kurefresh kutokana na hali iliyotokea pale ukweni. Mepe, lakini siku yako imeendaje? Imeenda salama, tukavikai. Zawadi, nashukuru sana na nitaendelea kushukuru kwenye maisha yangu yote, maana kupitia wewe naenda kwa mume bora kwenye familia yangu. Lakini umenishika mkono kaka. Alafu kaka, mimi kuna siri nataka nikwambie, lakini niahidi hautamwambia mtu yoyote. Ni siri gani hiyo Zawadi? Kumbe mama ana Walda, unanuka pombe. Kwa muda wote huo kumbe umekaa huko ulikuwa unalewa. Mtoto watu kakaa hapa na kusubiri wewe, anakupigia simu. Na simu zake upokee. Kendi. Hivi wewe Sania, unajua haibu aliyosababishia wewe rafiki yako? Kanifanya mimi nionekane kama sina akili, mwenda wazimu, chizi. Pamoja na hadi zote tulizoahidiana naye siku ile hapa. Anifanya mimi kama mpumbavu, sina akili. Tumekaa hapa siku ile
tumejadiliana kila kitu na wewe mwenyewe ulikuwa shahidi, tumekubaliana kila kitu hapa Yaani Samia huwezi amini. Ameenda kule karibu kila kitu. Nimeonekana kama mimi sina akili kama huwezi amini. Amekataa kuolewa, Yaani anajiona yeye queen, mrembo sana, ana akili sana. Kaenda kuniharibia kila kitu. Yaani kanivua nguo, Mimi kaniadisia kila kitu. Sasa Dawada, wewe kwa akili zako zote zilizokuwa nazo, ulishindwa kumconvince Kendi akakubali pale? Kendi, yaani rafiki yako vile anavyojiona yeye ni mzuri sana, nimejaribu kwa uwezo wangu wote kumbembeleza ili jambo liende sawa, lakini matokeo yake kajua kunidhalilisha, Samia, madam kidogo hanipi adhabu ya kulala na mbwa, Mbwa? Yaani madam kakasirika sana. Kidogo anipe adhabu ya kulala na mbwa mimi. Ila Samia mdogo wangu, hii ndoa utake usitake, wewe ndio utakayeolewa na Kai na sio kimburu yoyote. Wewe kaka, mimi nazidi kuchanganyikiwa, yaani akili yangu inazidi kupagawa kabisa. Yaani kaka, uwezi amini. Leo wakati narudi nyumbani nimemkuta kijana. Huyo kijana hata eleweki. Anaonekana muuni sio muuni, kushindikana sio kushindikana, alafu isitoshe anaangalia na mama uso kwa uso. Alafu baada ya yule kijana kuondoka tu, mama akaanza kulia. Mama amelia, nimemuuliza nini shida, mama hataki kuniambia chochote. Alafu kibaya zaidi, yule kijana nimekuja na mjomba Kilamba na mke wake. Hivi wewe unafikiria nini hapo? Kwa nini unahisi kuna nini hapa? Mimi nahisi yule kijana ni mtoto wa mama. Vitu gani hivyo unaongea? Unajua kabisa leo ni siku yangu ya furaha, siku ambayo nimeenda kutambulisha ukweli. Alafu ghafla mnoe unakuja unaongea vitu ambavyo vieleweki. Anyways, kuhusiana na mama, nadhani yupo tu off mood. Maana tulivyoenda ukweli, mambo hajaenda kama vile tulivyotarajia. Mimi nadhani hiyo ndio sababu na sidhani kama kuna sababu nyingine. Basi sawa, usikuni. Oh no, no. Feel the house of love. Nilipoingia sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima.